Kanisa Katoliki halijawahi kuwa salama popote pale duniani. Hapa nawazungumzia kwa sababu ni watu ambao wamekuwa wanaikosoa serikali, lakini pia wanazungumza ukweli. Tanzania tumeweza kuona hilo limetokea, na mpaka rais kuzungumza na kuonekana kwamba kukerwa na hawa watu wa Kanisa Katoliki. Sasa unaambiwa huko Msumbiji, basi unaambiwa askofu kafariki kwa kupigwa risasi, na kifo chake mpaka sasa hivi kimeibua utata mkubwa sana, huku wengi wakichimbua historia ya Kanisa Katoliki nchini Msumbiji na serikali. Walishawahi kuwa na migogoro, mbona imekuwa ghafla sana? Sasa unaambiwa kifo cha askofu wa jimbo Katoliki Quelimane nchini Msumbiji, Osorio Chitola Afonso, kimeibua maswali mengi ndani na nje ya nchi, huku mamlaka zikiendelea kuchunguza mazingira ya mauaji yake. Askofu Osorio, ambaye alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa Kanisa Katoliki nchini Msumbiji, alifariki baada ya kupigwa risasi katika makazi yake rasmi mjini Quelimane. Tukio hili limeacha maelfu ya waumini katika simanzi, huku viongozi wa serikali, Kanisa Katoliki na jumuiya ya kimataifa ikitoa salamu za rambirambi, kutaka uchunguzi wa kina kufanyika ili kubaini waliohusika. Ingawa hadi sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaohusisha mauaji hayo na siasa ama shughuli za kanisa, tukio hili limeibua mjadala mpya kuhusu historia ndefu ya mahusiano na serikali kati ya Kanisa Katoliki na serikali hiyo ya Msumbiji. Sasa hili jambo ngoja kidogo tuliweke clear hapa ili uweze kuelewa nazungumzia kitu gani. Sasa baada ya Msumbiji kupata uhuru kwa Wareno mwaka 1975, serikali mpya chini ya Samora Machel ilifuata mfumo wa ujamaa wa Kilakristis. Katika kipindi hicho, serikali ilianza kuzipunguza nguvu taasisi za kidini ikiwemo Kanisa Katoliki, ambalo lilionekana kuwa na uhusiano wa karibu na utawala wa kikoloni wa Ureno. Serikali ilitaifisha shule, hospitali na mali mbalimbali zilizokuwa chini ya usimamizi wa kanisa. Baadhi ya viongozi wa kidini walikabiliwa na vikwazo, huku shughuli za kidini zikidhibitiwa kwa ukaribu zaidi na mamlaka za dola. Hatua hizi zilisababisha mvutano mkubwa kati ya serikali na Kanisa Katoliki ambao uliendelea kwa miaka kadhaa. Katika miaka ya mwishoni mwa 1970 na mwanzoni mwa 1980, maaskofu wa Kanisa Katoliki walikuwa wakitoa matamko yaliyokosoa baadhi ya sera za serikali, wakidai kuwa uhuru wa kidini ulikuwa unabanwa. Serikali nayo ilisisitiza kuwa ilikuwa inajenga taifa jipya lisiloongozwa na taasisi za kidini. Hata hivyo, hali ilianza kubadilika kadri vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokuwa vikiendelea nchini humo. Kanisa Katoliki lilijitokeza kama moja ya taasisi muhimu katika juhudi za kusaka amani kati ya serikali na chama cha Frelimo na waasi wa Renamo. Hatimaye juhudi hizo zilichangia kufanikiwa kwa makubaliano ya amani mwaka 1992, hatua iliyosaidia kurejesha utulivu nchini Msumbiji. Licha ya uhusiano kuboreka kwa kiasi kikubwa katika miongo iliyofuata, Kanisa Katoliki limeendelea kuwa sauti muhimu inayozungumzia masuala ya haki binadamu, rushwa, uchaguzi na usalama wa raia. Mara kadhaa viongozi wa Kanisa Katoliki wameikosoa serikali kuhusu namna inavyoshughulikia migogoro mbalimbali, ikiwemo machafuko ya eneo la Cabo Delgado. Kutokana na historia hiyo, kifo cha Askofu Osorio kimezua hisia na maswali mengi miongoni mwa wananchi. Wapo wanaosisitiza kuwa ni muhimu kusubiri matokeo rasmi ya uchunguzi kabla ya kufikia hitimisho lolote, huku wengine wakikumbusha historia na nyakati ambazo Kanisa Katoliki na serikali wamewahi kutofautiana kwa misimamo. Kwa sasa hakuna chombo chochote kinachonyoshwa kidole.
ila macho ya wengi yameelekezwa kwa vyombo vya uchunguzi vya Msumbiji ili kubaini ukweli wa tukio hilo ambalo limeshtua nchi na jumuiya ya Kanisa Katoliki barani Afrika. Wakati uchunguzi unaendelea, kumbukumbu ya Askofu Oselio inaendelea kuenziwa na waumini wengi waliomfahamu kama kiongozi wa kiroho aliyekuwa mstari wa mbele katika huduma za kijamii na kutafuta amani. Sasa hiki kinachoendelea huko na hata huku bwana, tumekishuhudia kipo na kinaonekana maaskofu bwana hawa wa Kanisa Katoliki wako very strong. Sasa hapo kwenye strong wao ndipo wanapoenda kukutana na changamoto. Drop comment, unahisi wewe je, atakuwa kauawa na nani? Drop comment. Bye bye.